Nami ni Skola Kisanga. Tulionayo katika Dira ya Dunia. Makundi maalum visiwani Zanzibar kuanza kupiga kura kesho. Tume ya uchaguzi imetolea ufafanuzi. Kura mapema si jambo geni ndani ya taifa letu au ndani ya mataifa mbalimbali katika ulimwengu huu wa chaguzi. Watu wengi hivi sasa wanalazimika kwa baadhi ya mataifa kutumia siku moja, lakini baadhi ya mataifa wewe shahidi ameshabadilika katika hilo. Zikiwa zimesalia siku mbili kufanyika uchaguzi mkuu nchini Tanzania, hisia mseto na matumaini yakijionesha kutoka kwa wapiga kura. Nayo tume ya uchaguzi ya Kamerun imemtangaza Rais Paul Biya mshindi wa uchaguzi mkuu, huku upinzani ukipinga matokeo hayo. Est ainsi proclamé élu président le candidat Biya Paul. Na Israel imethibitisha kuwa timu kutoka Misri na shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu ICRC zimeruhusiwa kutafuta miili ya mateka waliochukuliwa wakati wa shambulizi la Hamas la Oktoba 7. Viwanjani, Liverpool yapoteza mechi ya 4 mfululizo. Je, kuna hatari ya kupoteza taji? Ukiangalia msimamo, mtu wa kwanza mpaka wa 10 wametofautiana alama 9 peke yake. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Lakini kwanza ni taarifa ya habari za dunia, nami Sarafina Robi. Rais wa muda mrefu nchini Kamerun Paul Biya ametangaza kuwa mshindi wa uchaguzi uliofanyika na kuwa na mzozo mkali nchini humo. Mzee huyo wa miaka 92 amekuwa madarakani kwa zaidi ya miongo 4 na sasa ana muhula mwingine wa miaka 7. Baraza la Katiba lilisema Rais Biya alipata zaidi ya 53% ya kura zilizopigwa. Mgombea wa upinzani Issa Chiroma Bakari alipata zaidi ya 1/3. Baada ya matokeo kutangazwa, Chiroma Bakari alisema watu wawili wameuawa kwa kupigwa risasi karibu na nyumba yake huko Goru, kaskazini mwa nchi hiyo. Takriban watu 4 waliuawa hapo jana ambao ni wafuasi wake walipokaidi marufuku ya maandamano na kukabiliana na polisi. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa kupitishwa salama kwa raia waliozuiliwa katika mji wa El Fasher magharibi mwa Sudan baada ya vikosi vya Rapid Support Forces kudai walikuwa wamedhibiti kambi kuu ya jeshi katika eneo hilo. Mkuu wa misaada ya Umoja wa Mataifa Tom Fletcher amesema amesikitishwa sana na ripoti za vifo vya raia. Amesema watu lazima waruhusiwe kuondoka salama. Jeshi la Sudan halijathibitisha kutwaliwa kwa El Fasher, nguzo yao kuu magharibi mwa Sudan. Utakuwa ushindi mkubwa kwa RSF ambao wameuzingira mji huo kwa zaidi ya miezi 18. Marekani imesema inajaribu kufanya mazungumzo ya kusitishwa kwa mapigano. Wale waliojaribu kukimbia kutoka kwenye mji huo hapo jana wote walijipata katika vikosi vya RSF. Sasa hivi kuna raia 800 wanaozuiliwa katika hospitali ya Al-Sohud mjini El Fasher, na hii ni jana tu. Hapo awali kumekuwa na visa sawia vinavyojumuisha wanawake na watoto pia. Unaendelea kusikiza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Rais wa Marekani Donald Trump amekutana na Mfalme Naruhito wa Japan katika hatua za hivi punde za ziara yake katika nchi za Asia. Trump amemwita mfalme huyo kama mtu mashuhuri baada ya mkutano mfupi katika ikulu ya Imperial mjini Tokyo. Hapo kesho rais atafanya mazungumzo na waziri mkuu mpya wa Japan Sanae Takaichi. Amemwambia Trump kwamba kuimarisha muungano wa ulinzi kati ya nchi yake na Marekani ndicho kipaumbele chake kikuu. Anatarajiwa kushinikiza Japan kujukumika zaidi katika gharama za usalama. Israeli imewashtumu walinda amani wa Umoja wa Mataifa kwa kudungua kimakusudi moja ya ndege zake zisizo na rubani nchini Lebanon. Kikosi cha Umoja wa Mataifa kilisema kililenga kifaa hicho kwa sababu kilipita kwa njia ya fujo. Zaidi na Victor Kenani. Israeli ilisema ndege hiyo isiyo na rubani ilikuwa ikifanya mzunguko wa kijasusi wa kawaida na haikuwa na tishio lolote kwa walinda amani. Vikosi vya Israel baadaye vilidondosha kombora katika eneo hilo, lakini hakukuwa na ripoti za majeruhi. Israel imeendelea kushambulia malengo ambayo inasema yanahusishwa na Hezbollah nchini Lebanon, licha ya kukubaliana kusitisha mapigano mwezi Novemba mwaka jana. Inasema inazuia kundi hilo kumiliki silaha tena.
Na mkuu wa Umoja wa Mataifa ametoa wito wa kusitishwa mara moja kwa vurugu nchini Myanmar na kusema viongozi wake wa kijeshi lazima watafute njia mwafaka ya kurejesha serikali ya kiraia. Akizungumza pembezoni mwa kongamano la mataifa la Asia nchini Malaysia, Antonio Guterres alisema kuchukuliwa kwa uongozi na jeshi la Burmese mwaka 2021 kumuongezea shida juu ya shida. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Sarafina Robi. Msikilizaji, visiwani Zanzibar, matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia Zenji FM. Nchini Uganda ni Voice of Muhabura na Voice of Busoga. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Lizadel Radio na Radio Muungano Beni, na nchini Kenya ni Must FM. Yako pia kwenye FM Mombasa na Nairobi 93.3 na Kisumu na Nakuru na 88.1, kwenye tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Jioni uko nasi Karorobi na mwenzangu Skola Kisanga akiwa kule Dar es Salaam. Kwema huko? Uko kwema. Hali ya leo ya kaubaridi kama tuko Nairobi, ukungu na kamvua. Si tunasema hii iwe kila siku. Ala. Tumechoka na joto la pwani bwana. Sasa tuambie wasikilizaji ni yapi ambayo tumewaandalia kwa siku ya leo. Naam, tunaanzia visiwani Zanzibar. Jana ilikuwa ni siku ya mwisho wa kampeni za uchaguzi mkuu visiwani humo, ambapo wagombea wa vyama vikubwa vya siasa waliwahutubia wapiga kura wao wakiwaachia ahadi zao za mwisho kuelekea uchaguzi ambao utafanyika tarehe 28 na tarehe 29 Oktoba mwaka huu huko Zanzibar. Mwandishi wetu Samia Wami yupo visiwani Zanzibar kufuatilia uchaguzi huu, na sasa naungana naye moja kwa moja. Wami, uko salama ya he? Na tume unanisikia vizuri kabisa? Naam, bila shaka Skola. Naam. Hapo Unguja hali iko vipi kuelekea uchaguzi mkuu ambapo Zanzibar wao watapiga kura kesho na kesho kutwa? Na Unguja huku hali ni shwari kabisa. Maisha yanaendelea kama kawaida. Sehemu chache ulinzi kama umeimarishwa fulani. Nilipita mida fulani maeneo ya bandarini pale, nikaona kulikuwa na askari wanajeshi wale wanajaribu kuimarisha ulinzi na usalama. Kwa hivyo kwa ujumla hali ni shwari kabisa. Lile joto au fukuto unaolisikia huko bara huku ni kama halipo vile. Jana tulizunguka kidogo kwenye mitaa kadhaa. Kuna maeneo fulani kuna barabara mbili kubwa. Upande mmoja wanachama hawa na wafuasi wa CCM walikuwa wanapita wakiimba nyimbo na muziki na kucheza. Alafu upande wa pili wa barabara chama kikuu cha upinzani na chenyewe kulikuwa kinaendelea na nyimbo na mbwembwe nyingi tu ziliendelea pale. Kuna wakati fulani niliona mwanachama wa CCM kaamia upande wa pili wakaanza kucheza pale. Ni furaha tu hiyo ya uchaguzi na kampeni, hasa kwa sababu jana ilikuwa ni siku ya mwisho. Lakini msikilizaji anaweza kusikia zaidi taarifa ambayo nilikusanya jana nilipofika hapa kuhusu kampeni za mwisho kupitia ripoti hii. Mgombea wa kiti cha urais kwa tiketi ya CCM Dr. Hussein Mwinyi yupo hapa uwanja wa Mnazi Mmoja, uwanja mkubwa kabisa hapa Zanzibar. Anakamilisha ratiba yake ya campaign baada ya kuzunguka visiwani hapa. Mwinyi amezungumza mambo mengi. Tutaendeleza ujenzi wa nyumba bora za makazi, nyumba za maendeleo, ili wananchi waishi katika nyumba nzuri zaidi, na wale ambao watakuwa na uwezo tutaziuza baadhi ya nyumba hizi kwa gharama nafuu, ili wananchi waweze kumiliki nyumba za gharama nafuu za kisasa kabisa. Lakini yapo kama 10 hivi ambayo wanayauza hapa, na juu kabisa katika vipaumbele vyao wanasisitiza bado amani na mshikamano, wakidai kwamba pasipo kuwa na amani na mshikamano basi mambo mengine kama ya uchumi na vitu kama hivyo havitawezekana. Chama cha Mapinduzi ndio chama pekee ambacho kinaendeleza umoja na mshikamano katika nchi. Chama cha Mapinduzi ndio chama pekee ambacho kinahubiri amani kila siku. Nyewe wenzetu wale mmewasikia wanasema habari za amani. Lakini wananchi wenyewe sasa, kwa sababu niko hapa, nataka kuwauliza wao wanasemaje kuhusiana na uchaguzi huu. Uchaguzi huu uko vizuri. Uchaguzi huu utafanyika kwa salama na amani kabisa, na tutashinda kwa kishindo mchana kweupe. Dada wasawadi. Kama alivyosema mwenzangu ndio hivyo hivyo. Maendeleo yapo, ajira zipo. Kwa hiyo chochote tutakachokifanya
Mheshimiwa wetu tuko pamoja naye. Kitu gani ambacho ungependa akifanye zaidi katika awamu hii inayokuja? Ajira kwa vijana. Hilo unaona alitie mkazo zaidi? Kwa sababu vijana vingi ndo kama hivyo tunashangilia, lakini ajira hamna. Kaka vipi wewe? Uchaguzi huu unazungumzia kwa utafanyika kwa amani, furaha, bashasha na ushindi kwa kishindo. Sisi tumejipanga kumpigia kura, yani Oktoba tutiki. Nimekuja upande wa ACT Wazalendo huku na wao walikuwa wanamalizia kampeni zao. Kuna furaha kubwa, kitu ambacho ni cha tofauti kwa kweli hapa Zanzibar. Nimegundua kwamba vyama vyote vikubwa viwili, CCM pamoja na kikubwa cha upinzani ACT Wazalendo, wamekuwa na nafasi ya kufanya kampeni zao kwa kiasi kikubwa kwa uhuru kwa kweli, na mambo mengi yamezungumziwa hapa. Nilipata nafasi ya kuwauliza wafuasi hawa wa ACT Wazalendo, wao wanazungumziaje uchaguzi huu, matarajio yao nini hasa wanapokwenda katika uchaguzi huu. Ajenda humu kwanza si ni mamlaka kamili ambayo tunataka sisi. Shafahamu mamlaka muhimu ndio kila kitu. Afu mengine rais wetu akiapishwa inshallah atekeleze aliyozungumza kwenye majukwaa. Mmekuwa mkipigania hii mamlaka kamili kwa muda mrefu sasa. Nadhani mtaipata sasa uchaguzi huu? Kwa uwezo wa Mungu inshallah. Tuna imani kubwa sana kupata. Kuna kitu gani cha tofauti mwaka huu? Tunaviona vingi tu. Tofauti na miaka yote tunayopita. Kwa mfano? Kwa sababu madhari makamu wetu yuko standard. Hapa mara hamna hewa Allah. Mwalimu alikuwa na hewa Allah nyingi. Kwa tunategemea inshallah atafanya kwa rais wetu. Mambo ya msingi kubwa kuliko yote mamlaka kamili. Ndio tunalitarajia liwe, kwa sababu hatuna mamlaka katika Zanzibar. Ushasikia ukikosa mamlaka unakosa vitu vingi. Lakini nilizungumza pia na mgombea wa urais ambaye pia ni makamu wa kwanza wa urais hapa visiwani Zanzibar, ndugu Othman Masoud Othman, kwamba wao hasa ajenda yao kubwa katika uchaguzi huu ni nini hasa, na haya ndio alikuwa nayo akisema. Ni kwenda kupambana kuondoa ufisadi mkubwa sana ambao umeonekana hasa katika kipindi cha miaka hii mitano, lakini kubwa zaidi ni kwenda kusimamia ujenzi wa Zanzibar mpya kwa maana ya uchumi, na ambao uchumi huu sehemu kubwa ni kwa sababu ya zile haki na mamlaka ambayo Zanzibar inayo ndani ya muungano na ambayo leo amepaganywa. Kwa hivyo unakuta kwamba wananchi wote matumaini yao makubwa sana ni kutoka katika hali hii tuliyokuwa nayo sasa kwenda katika maisha mapya. Ripoti yake Samia Wamiyo aliyofanya kuhusiana na mwisho wa kampeni za uchaguzi mkuu visiwani Zanzibar jana Jumapili. Lakini Sami, la kujiuliza, maandalizi hasa yako vipi? Umezungumza na mkurugenzi wa tume ya uchaguzi Zanzibar Thabit Idarus Faina, amesema nini kuhusiana na maandalizi hayo kwa ujumla wake? Naam, ni kweli Skola. Mapema leo nilikuwa pale ofisini kwao katika ofisi za tume ya uchaguzi, akasema maandalizi yanakwenda vizuri kabisa. Wamesema leo wamesambaza vifaa katika ofisi za wilaya, wamezipata, na kwamba kutoka wilayani sasa wao watakuwa na mamlaka ya kusambaza katika vituo husika. Kwa hivyo amesema kila kitu, maandalizi yanakwenda vizuri kabisa, watarajia lolote lile. Lakini dakika kama 30 hivi zilizopita nilipata taarifa hii ya habari kutoka kwa chama cha ACT Wazalendo. Kimeendelea kusisitiza wasiwasi wao kwamba mchakato wa uchaguzi wao wanaona kwamba hauko sawa. Kwa hivyo hata wanapokwenda katika uchaguzi kesho, wanasema wanakwenda katika uchaguzi ambao mazingira kwa ujumla wanaona kama vile si ya haki kwao, na hasa wanalalamikia moja kwa moja tume yenyewe, wakisema kwamba imekamatwa, na kwamba wao hata kama wanaona mazingira yako hivyo bado wanaamini kwamba wafuasi wao wa Zanzibari watatoka bado na watakwenda kukichagua chama chao. Kwa hivyo una picha hiyo kutoka ofisi ya tume ya uchaguzi ikisema maandalizi kwa maana ya vifaa na mchakato mwingine wa uchaguzi unakwenda vizuri. Lakini chama cha ACT bado kimeendelea kulalamika mazingira kwamba wao wanaona bado si mazuri na haki kwao. Tusalie katika upinzani. Kura hii ya mapema wamekuwa wakipinga sana, lakini pengine unaweza kutuambia mkurugenzi huyu ya tume ya uchaguzi visiwani Zanzibar hapo amezungumza lolote kuhusiana na hilo? Naam, kura hii imekuwa inapigiwa kelele kwa muda mrefu, hasa na vyama vya upinzani, na wametoa malalamiko mengi kuhusiana na hiyo. Sasa kwa msikilizaji tu haraka tuseme kwamba Zanzibar tofauti na bara, wao wanapiga kura siku mbili. Wanapiga kura siku moja kabla ya uchaguzi na siku inayofuata, maana yake kesho kuna watu watapiga kura. Na zaidi hapa tunazungumzia askari polisi na watumishi wengine ambao wanahusika moja kwa moja na mchakato huu wa kupiga kura, watapiga kura kesho. Sasa hii imekuwa na malalamiko mbalimbali. Kwa hivyo leo nilipokuwa pale katika ofisi za tume ya taifa ya uchaguzi, nikamuuliza mkurugenzi
anasemaje kuhusiana na malalamiko haya kutoka kwa upinzani, na haya ndio alikuwa nayo kusema. Aidha wanaipenda ama hawaipendi, tunaitekeleza kwa mujibu wa sheria, na nchi yoyote inaongozwa kwa matakwa ya sheria. Kwa hiyo sheria imetungwa na tume ya uchaguzi, jukumu lake ni kuisimamia sheria ambayo imetungwa na Baraza la Wawakilishi. Kwa hiyo kwa sasa tume ya uchaguzi inatekeleza hilo sheria kama walivyosema kwamba hawaipendi, lakini kama hawaipendi inapaswa waitii kwa sababu ni sheria. Lakini sambamba na hiyo, kura ya mapema si jambo geni ndani ya taifa letu au ndani ya mataifa mbalimbali katika ulimwengu huu wa chaguzi. Watu wengi hivi sasa wanalazimika kwa baadhi ya mataifa kutumia siku moja, lakini baadhi ya mataifa, wewe shahidi, ameshabadilika katika hilo. Ukizungumzia katika manchi ya Afrika, hususan South Africa, napenda kutolea South Africa sida kwenda katika mataifa mengine kwa sababu sote ni wa Afrika. South Africa hivi sasa wana kura ambayo mgonjwa habebwi kwenye kitanda kwenda kupiga kura yake. Leo au kesho kutwa utakuja kushuhudia hii, wagonjwa wanakuja kwa vitanda, jambo ambalo linamlazimikia mhudumu ambaye anamhudumia mgonjwa amtoe mgonjwa wake. Kumbe jambo ambalo tunajua kura ni haki yake, ilipaswa apelekewe akiwa nyumbani. Lakini wenzetu hivi sasa South Africa wana kura ambayo wewe mwenyewe ni kura, tunaita ile kura ya posta, ambayo unaenda kupiga, ukishapiga baadaye inapelekwa na inahesabiwa. Ikiwa una shughuli zako za kikazi, ukijua kwamba tarehe 29 siku hiyo pengine nina safari yangu ya kwenda nje ya nchi, lakini isinizuie mimi niko siku 15 nyuma au siku 2 nyuma kuto kutekeleza ile haki yangu, kwa sababu ni haki ya kipekee ambayo kwa miaka 5 unaipata mara moja. Hoja inakuja kwamba kwa mataifa makubwa kama India ambapo wapiga kura ni wengi sana, unaelewa wakienda siku 1, 2, 3. Zanzibar wapiga kura ni 700,000 tu. Kwa nini uwe na nani ya siku 2 ambayo inaweza ikafanyika ndani ya siku moja? Kwanza haki yani ili amuliwe haki haijalishi wingi wa watu, hata mkiwa 5 tu, ili haki itapendeza kupatikana, kutoa fursa na haki kwa mujibu unapokwenda. Unazungumzia habari ya India, zungumzia habari Seychelles, kuna wapiga kura 90,000, wanapiga siku zaidi ya moja kura zao, watu 90,000. Sisi tuna watu 700,000, ni watu wengi na wanahitaji kupata hii huduma. Na ripoti mbalimbali ziliweza kukosoa katika chaguzi za nyuma ambazo zinaeleza kwamba baadhi ya watendaji wa tume ya uchaguzi na vyombo vya ulinzi wa usalama wanakosa haki ya kupiga kura yao. Je, tuendelee kuwanyima haki ya kupiga kura kwa sababu tu tuko kidogo watu 700,000? Hiyo sioni kama ni hoja ambayo ni mashiko. Kuna mataifa nadhani yasiyopungua 10 tuko katika mnasaba huu ambao kwa kuonyesha kwa kuwajali wananchi wake, kwa kuwapa fursa, kwa sababu kumbuka kwamba tuna daftari la kudumu na tumeandikisha watu wengi katika kipindi mbalimbali. Sasa kusema siku moja iweze kutekeleza haki, hilo jambo haliingia akilini. Na hoja nyingine ya upinzani ni kwamba siku hii inatumika pia kama kichaka cha kuiba kura, kuharibu uchaguzi. Maana yake hawaoni kama kuna msingi hasa wa hoja ya msingi hasa kuhusiana na sheria au labda haki. Hoja wakisema kwamba kunaibiwa kura, toka 95 zinapigwa kura wanasema wanaibiwa kura. Hakukuwa na kura mapema kabla. Kura mapema imeanza 20. Huko nyuma ilikuwa inaibiwa kura katika njia zipi? Kwa hiyo sio hoja ambayo ina mashiko, kwamba hoja ya kuwepo kura ya mapema ni takwa la kisheria katika kuona kwamba nyakati zile tulikuwa watendaji wetu wakivaa hizi vikoti, wakitoka saa 7 saa 8 kwenda kupiga kura, walikuwa wanaitwa mamluki, wanapigwa, wanaathirika. Je, tuendelee kupokea majeraha na maumivu katika jamii wakati fursa ipo ya kuweza kupiga kura? Kwa hiyo sioni kwangu mimi hiyo ni hoja ya kuweza kusema kwamba kuna wizi. Wewe kama kuna wizi, unaweka mawakala, fursa ya kuweka mawakala umepewa, mawakala wako si wapo, lakini pia waandishi wa habari wapo, waangalizi wapo, unaibiwa wapi? Sioni kwamba hoja yenye mashiko na yenye mantiki. Mkurugenzi wa tume ya uchaguzi visiwani Zanzibar, Thabit Idarus Faina, kama alipokuwa akizungumza hapo na mwenzangu Samia Wami. Sami, nakushukuru sana kutoka hapo Zanzibar. Tutaendelea kupokea mengi zaidi na zaidi kesho na hata siku ya uchaguzi kote Tanzania bara na visiwani hapo Oktoba 29. Kila la kheri hapo. Bila shaka, shukrani. Asante sana. Na tukisalia na taarifa hizo kuelekea uchaguzi mkuu huko Tanzania, Watanzania wanakusanya nguvu za mwisho ikiwa zimesalia siku 2 kabla ya siku ya uchaguzi. Hoja, matumaini na wasiwasi vinachanganyika huku kila mwananchi akijiandaa kuchagua kiongozi atakayeshughulikia changamoto zao. Mwandishi wa BBC Elizabeth Kazibure ametembelea mitaa ya Dar es Salaam na kuzungumza na baadhi ya wananchi. Sasa zimebakia siku chache tu kabla ya Watanzania hawajatoka kwenda kupiga kura. Wengi wanasubiri kuona uchaguzi huu utaendaje. Kuanzia mijini hadi vijijini, mijadala imepamba moto, wakisubiri kutoa maamuzi yao Jumatano. Mama anaenda kutufanyia vitu vya maana na vitu vya muhimu na vitakavyotusaidia kwenye maisha yetu. Hivyo ni muhimu sasa tumpigie kura ili tumuonyeshe ushirikiano na sisi au tuonyeshe ushirikiano wake ili mambo yaendelee na nchi iendelee zaidi. Na imani uchaguzi utakuwa wa amani
lakini vile vile kutokana na nchi yetu ina amani, inaotawaliwa na amani na imani, vile vile uchaguzi utakuwa wa amani na utakuwa na utulivu pasipo na shaka aina yoyote. Lakini sio wote wanaoamini kwamba serikali ya sasa inatekeleza matakwa ya wananchi. Swala la serikali la maandamano au swala la serikali la kupiga kura, vyote vipo ndani ya katiba na kuna mtu ambaye anavisimamia, na yote ni haki ya huyo mtu mmoja. Sasa wewe unayesimamia ndio mwenye maamuzi. Sio wewe ukuambiwa uzuie, wewe umeambiwa usimamie. Mtu kama amekosea umuelekeze. Bwana, hii njia hautakiwi kupita, pita njia hii kwa utaratibu huu. Sasa unapomwambia kabisa kwamba hakuna njia, hii inaleta picha gani? Yaani wewe unajijengea uadui pasipotakiwa kujenga uadui. Baadhi ya watu wametangaza kufanya maandamano siku ya uchaguzi wakidai uwajibikaji wa serikali na masuala mbalimbali kama kupinga uchaguzi usio huru, utekaji wa raia, katiba mpya na ufisadi uliokithiri. Magari ya polisi yameonekana yakitapakaa katika mitaa ya Dar es Salaam. Wengine wanaona hii ni njia ya kuwauzia hofu wananchi, huku wengine wakisema ni jukumu la polisi kuhakikisha usalama hasa kuelekea uchaguzi mkuu. Kadri siku za uchaguzi zinavyozidi kukaribia, ndivyo Watanzania wanavyoendelea kuonyesha misimamo yao kuhusu ni aina gani ya kiongozi wanayemtaka. Tusalie bado katika uchaguzi mkuu Tanzania, ambapo kwa miaka mingi viongozi wa dini nchini humo wamekuwa mstari wa mbele kuhimiza uadilifu wa kisiasa. Lakini mara kadhaa sauti zao huchukuliwa kama za upinzani ama harakati kisiasa. Ikiwa katika hatua za lala salama kuelekea uchaguzi mkuu wa Tanzania ni Oktoba 29 mwaka huu, baadhi ya viongozi wa dini wamejikuta katikati ya mgongano wa maadili lakini pia na mamlaka. Mwandishi wa BBC Lizzy Masinga amezungumza na mchambuzi Siasa Mohamed Issa kuhusu mstari mwembamba uliopo kati ya dini na siasa. Kwanza kabisa amemuuliza kwa nini siku hizi kumekuwa na matamko mengi ya viongozi wa kidini kuhusu haki na maadili na hata siasa. Sio siku hizi, suala la viongozi wa dini kutoa matamko kuhusu mambo ya siasa, mambo ya serikali ni tangu enzi za utawala wa awamu ya kwanza, enzi za